بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ndugu Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni mwezi mosi Dhulhijja, katika yale masiku ambayo tumehimizwa vile vile kufanya ibada kwa wingi, ibada za aina mbalimbali, ikiwemo ibada ya kufunga, ibada ya kutoa sadaka, ibada ya kujiandaa na udhiya na kadhalika na mengine. Haya ni moja katika masiku muhimu sana. Siku ya Alhamisi iliyopita tulianza kueleza kuhusu wanyama hawa wa kuchinja katika sikukuu hii ya Idi, na kwa kuingia mwezi huu, leo ni mwezi mosi Dhulhijja, kuna mambo Muislamu kama unakusudia kufanya ibada ya kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hii ya sikukuu ya Idi, basi kuna vitu usivifanye. Mathalan, usipunguze nywele zako hivi sasa mpaka utakapochinja, lakini pia usikate kucha zako mpaka utapochinja. Haya ni ule anaokusudia kuchinja katika sikukuu, haya hafanya hata kufanya. Tutaendelea na kuelezea hayo ya kuchinja, hekima yake ni nini ya kuchinja katika sikukuu hii ya Eid. Alhikmatu min mashru'iyyati al-udhiyya, hekima ya kuchinja katika sikukuu hii. Kwanza kabisa, kuchinja ni ibada ya kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu, kuwa karibu naye. Ni moja ya kitu cha kujisogeza kwa Mungu. Kwa hiyo wewe una uwezo, na hadithi tumeeleza za Bwana Mtume wiki iliyopita, mtu ana uwezo wa kuweza kununua mnyama huyu na akachinja, basi afanye hivyo. Kama una uwezo, jitahidi uchinje katika sikukuu hii ya Eid, kwa sababu ni ibada ya kujisogeza mbele ya Mungu na ni mafundisho ya dini yetu ya Kiislamu. Lakini pia ni kwenda tofauti na wale ambao makafiri, wao hujikurubisha kwa kuwatolea masanamu na mizimu ya kwao, wanapeleka mbuzi, wanapeleka kondoo, wanachinja kwa ajili ya majini. Sisi tunakwenda tofauti, kwamba tunachinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeenda tofauti kabisa na wale wanaopeleka kondoo au mbuzi akachinjwe katika mizimu, katika masanamu. Ni kutofautiana na ibada ya namna hiyo za kishirikina. Lakini pia ni kumwasi sheitani, ambaye anatumia fursa ya kutusukuma na kutupeleka kwenda katika shirki ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu, kama hivyo ya kuwachinja kwa ajili ya asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukichinja katika sikukuu hii kwa ajili ya Allah, utakuwa umekwenda tofauti na sheitani anavyotaka. Lakini pia iko wazi kwa Waislamu, dini hii ni dini ya rehema na huruma. Wako Waislamu katika sikukuu hii ya Eid hawana kitu, hawana kitoweleo, basi sheria imesema ukichinja unagawa mafungu kadha, fungu moja la kwako, haya mengine wakaie wale ambao hawana cha kuchinja katika sikukuu hii ya Eid. Na wanaotakiwa kuchinjwa katika sikukuu ya Eid sio jogoo wala bata, ni kuanzia mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia. Hawa ndio wanaohusika. Tunaelewana Waislamu? Kwa hivyo, kwa mwenye uwezo atumie fursa ya kuchinja. Muhimu sana, sunna muhimu sana tena. Hukumu al-udhiyya. Je, kuchinja katika sikukuu hii ya Eid, kuchinja wanyama hawa, ngazi yake katika sheria ni wajib ama ni sunna ama ni mubah au ni ipi hukumu yake na dalili za kuthibitisha kuchinja katika sikukuu ya Eid? Qad ittafaqa al-jumhur, jamhuri ya ahlu sunna wal jamaa, jamhuri ya wanazuoni wameafikiana, wa minhum al-a'immatu thalatha, katika hao ni maimamu watatu, Malik wa Shafi'i wa Ahmad, ala anna al-udhiyya sunna, kuchinja katika sikukuu ya Eid hii ngazi yake ni jambo la sunna. Tunaposema sunna ya kisheria, so sunna katika somo la hadithi,
kwa maana neno sunna lina tafsiri mbalimbali kulingana limekuja katika ibara gani, lakini kwa upande wa sheria ni jambo linatakiwa lifanywe, na unapolifanya unapata thawabu nyingi. Lakini ikitokea umeliacha utakosesha thawabu ambazo ni kitu kitakachokusaidia mbele ya safari, lakini hauandikiwi dhambi. Tofauti na neno sunna litakapotumika katika somo la hadithi, mfano huko itakuwa sunna kwa maana ya hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakuwa wakati mwingine sunna kwa maana mwenendo wa Mtume. Sasa hiyo ni fani mbali, lakini hapo kwa sheria sunna maana yake ni jambo linatakiwa kufanywa, na atakayelifanya anapata thawabu, na ikitokea hakulifanya haandikiwi madhambi, isipokuwa amekosesha thawabu ambazo zingemsaidia mbele ya safari yake ya kuelekea akhera. Kwa hivyo maimamu hao watatu katika kuzielewa ahadithi na dalili mbalimbali za kisheria wamefika na kutueleza kwamba kuchinja katika siku ya Idi kwa aliye na uwezo wa daraja lake ni sunna. Wa mimman qala bidhalik Abu Bakar, na katika waliosema hivyo katika masahaba ni Sayyidina Abu Bakar wa Umar, Sayyidina Umar wa Bilal wa Abu Mas'ud al-Badri wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Alqama wal Aswad wa Ata wa Abu Yusuf. Kuchinja katika sikukuu ya Idi wote hawa wameeleza kuwa ni sunna. Wa qala Rabi'ah wal Auza'i wa Abu Hanifa wal Laythi, katika wanazuoni wa Imam Abi Hanifa na hawa wamesema kuchinja. Wa baadhi al-Malikiyya innaha wajiba, kuchinja sio sunna bali kuchinja ni wajibu kwa aliye na uwezo, ni wajibu wa chinja. Na tunaposema ni wajibu, kwa maana mtu mwenye uwezo asipochinja katika sikukuu hii anapata madhambi, kwa uelewa walioelewa al-Imam Abi Hanifa na wanaozuoni wengine. Faala madhhabi Abi Hanifa, tukienda na madhhabi ya Imam Abi Hanifa, annahu law nadhara an yudhiya bishatin fi ayami an-nahr, kama mtu aliweka nadhiri kuchinja katika masiku haya ya sikukuu, yani kuanzia ile siku ya Idi na siku tatu mbele, aliweka nadhiri achinje, fa alayhi shatani, basi analazimika achinje mbuzi wawili, kwanza mbuzi wa nadhiri na mbuzi wa ile sikukuu ya Idi, kwa sababu yakaweka nadhiri atakuwa na majukumu mawili. Wa min al-Hanafiyya man qala tajibu alayhi wahid, lakini katika madhhabu hiyo hiyo wanasema italazimika mbuzi mmoja tu, li'annahu arada bidhalika al-ikhbar amma wajaba alayhi min at-tadhiya. Mtu huyu alichokusudia kwa kueleza kwa nitachinja katika masiku yale ya kuchinja, sio nadhiri. Alichokusudia pale ni kueleza kwamba inshallah na mimi mwaka huu katika masiku haya nitachinja, wala hakuweka na si nadhiri. Wako waliosema hivyo. Wa madhhabu al-imamiyya anna mustahabbatun istihbaban muakkada, na madhhab ya imamiyya wao wanasema kwamba kuchinja katika sikukuu hii ya Eidul Adha ni sunna iliyosisitizwa mno. Leo tumeeleza madhhabu al-imamiyya. Madhhabu al-imamiyya yawezekana hatujawahi kusema ni madhhab inayopatikana katika makundi ya Kishia. Ndugu Waislamu, si kwa kusema kwa ujumla tu kwamba Mashia si Waislamu, hapana. Kuna makundi ndani yao ambao hao ndio wanatoka katika Uislamu, na ziko sababu za kuwafanya wao watoke katika Uislamu. Hawa tukizungumza tarehe kidogo, hawa Marafidha katika kipindi cha mwana wa chuoni aitwa al-Hasan al-Basri walikuwepo wanafunzi wake, lakini walipokea fikra na mawazo potofu kutoka kwa yule Abdallah ibn Saba. Abdallah ibn Saba ni mtu aliyodhihirisha kwamba yeye Muislamu, akaficha ukafiri ndani ya moyo wake. Sababu ya kufanya hivi mtu huyu ni husuda na roho mbaya iliyotokana mwaka ule Mtume alipohamia Madina. Ndio mwaka huyu alikuwa anatakiwa kupewa mamlaka ya uongozi mkuu
wa eneo la Madina. Sasa alipokuja mtume ikawa tena habari ile tena imekufa, masala ni utume na serikali ni ya Kiislamu. Yule akaweka hikdi, akawa amejitia kusilimu, lakini ukweli ndani ya moyo wake akawa ameficha ukafiri. Yako mambo mengi humo katika tarehe, lakini huyu ndio aloanzisha na kutengeneza haya makundi unaona na chuki hizi. Huyu ndio muasisi wa haya magrupu unayoona, asili yake ni huyu. Sasa huyu alikwenda katengeneza wanafunzi wake wakawa na fikra potofu. Katika kipindi cha Hasan al-Basri walikuja wakaeleza masala yanayohusiana na qadari, na uwezo wa Mwenyezi Mungu. Sasa Al-Hasan al-Basri katika wanafunzi waliokuwa na muono mbovu kama huo aliwafukuza darasani, na kuanzia hapo wakawa wanaitwa Mu'tazila. Wakawa wanaitwa Mu'tazila, ikaenda na wao hawa wakawa na makundi mengi tu hawa Mu'tazila. Wakawa wanaitwa, kuna Zaidia, kuna Imamia, Kisania wa Khula. Fa amma alfirqatu az-Zaidiyya wa firqatu al-Imamiyya fama'duduna min firaqi al-umma. Hawa katika makundi haya na Imamia na Zaidia katika makundi ya Kishia, hawa wanazingatiwa ni Waislamu katika Waislamu, lakini yako mapote mengine haya hayazingatiwi kwamba ni katika Waislamu. Ar-Rafidha wanagawika makundi 15. Sasa wako wale wanaosema wanaitwa Al-Kamiliya. Kuna katika hawa Rafidha kuna madhehebu humo ndani inaitwa Al-Kamiliya. Hawa wamewakufurisha masahaba wote kwamba masahaba si Waislamu. Kwa kosa hili na wao si Waislamu, na Saidina Ali pia wamemkufurisha kwa sababu hakudai utawala na hivi na hivi. Kwa hivyo hawa Imamia ni katika kundi linalozingatiwa, ni katika kundi la Kishia, lakini ni katika kundi linazingatiwa halijatoka katika misingi ya Uislamu. Kwa hiyo hawa Imamia na wao wanaeleza kwamba kuchinja katika sikukuu ya Eid hii al-Adha ni sunna iliyosisitizwa mno. Wa madhhabu az-Zaidiyya wal-Ibadiyya annaha sunnatun muakkada, na madhhabu ya Zaidiyya ambayo ni sehemu katika hao Shia, wao wanaeleza kwamba ni sunna iliyosisitizwa. Na Ibadhi vile vile tunaswali nao msikitini vile vile Ibadhi, na si kuna Ibadhi si wote wana itikadi mbovu, hapana. Kuna kundi moja tu katika kundi la Ibadhi ndio linalotoka katika makundi ya Uislamu ambalo wenyewe linaitwa Yazidiyya. Hawa kosa lao wanasema kwamba sheria ya Kiislamu mwishoni akhiru zamani itafutwa na atatokea mtume mwingine baada ya Mtume Muhammad. Kosa hili limewatoa katika Uislamu. Tunaelewana? Kwa hiyo hawa wengine Ibadhi waliobakia kama vipi? Kuna Ibadhi Hafsiyya, Harithiyya, Yazidiyya. Hawa Yazidiyya ndio wenye tatizo, lakini hawa wengine ni katika makundi ya Kiislamu. Tunasisi kwa kusema tu Ibadhi wote hawafai, hapana. Kuna baadhi ya makundi humo ya Kiibadhi yanakuwa yametoka katika Uislamu. Ndugu Waislamu, cha msingi tunachokieleza kwamba ni sunna kuchinja katika sikukuu hii ya Eid al-Adha. Uislamu una uwezo, nunua kama ni mbuzi, kama ni kondoo, nunua ili uchinje katika sikukuu hii, na uchinjaji wake uchinje baada ya sala ya Eid. Usichinje kabla ya sala ya Eid, chinja baada ya sala ya Eid. Na sasa hivi kama umeazimia hilo, basi nywele zako za mwili wako usinyoe, wala kucha zako usizipunguze mpaka utapofanya ibada hiyo, ndio sasa utaendelea kupunguza kukata nywele na hivi na hivi. Wallahu a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.